Samuel Ruto, waje nikwambie, mapenzi hatutaki. Mapenzi pelekea bibi yako. Wapenzi watazamaji, Kenya inaomboleza baada ya vifo ambavyo vilitokea baada ya ndege iliyokuwa imembeba mbunge wa Emurua Dikir kuporomoka kutoka hewani upande wa Nandi Mosop, na yeye Bwana Johana Ng'eno na wengine 6 wakaaga dunia ikiwemo rubani. Katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, Gachagua ameweza kutoa kauli ambayo inaonyesha kwamba huenda kifo cha mbunge huyu ambacho kimeweza kutokea baada ya ndege hii kuporomoka huenda kikawa si cha kawaida. Mnaona hapo Emurua Dikir MP Johana Kipyegon Ng'eno dies in a helicopter crash. Huyu ni mbunge wa kutoka upande wa Emurua Dikir. Sasa kulingana na zile taarifa ambazo ninaelezwa, Ng'eno na wenzake ambao waliweza kuaga dunia, jinsi ambavyo unaona hiyo picha iliweza kupigwa wakiwa angani. Na kulingana na wale ambao wameweza kutambua hao, wanaeleza kwamba kulikuwepo na mpiga picha wake, personal assistant, ambaye huwa anampiga picha kwenye maeneo mbalimbali ambayo bwana Johana Ng'eno alikuwa anaenda, na huyo mpiga picha anaitwa Nixon Koskei, ambaye alikuwa ni mwanahabari kama mimi, lakini sasa ameweza kutangulia mbele ya haki, na alikuwa anamfanyia kazi bwana Johana Ng'eno, kwa sababu unaelewa siku hizi wabunge wako na wanahabari ambao unapata kwamba kila mahala ambapo wanaenda wanawapiga picha ili kuweza kupakia kuonyesha kwamba tulikuwa eneo fulani, tulikuwa tunafanya kitu fulani. Na kwenda ndani wakaeleza kwamba Amos Kimngetich Rotich ambaye ni afisa wa Kenya Forest Service, naye aliweza kupatikana ama ameweza kutambuliwa kutoka kwa wale ambao waliweza kuaga dunia. Na niliwaeleza kwamba bwana Johana Ng'eno alichaguliwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2013 kama mbunge wa Emurua Dikir, kachaguliwa mwaka 2017 vile na mwaka 2022. Kwa wale ambao tunakumbuka historia vizuri, bwana Johana Ng'eno alikuwa amejaribu kuwania hicho kiti cha ubunge wa Emurua Dikir mnamo mwaka 2007, ila akasema kwamba uchaguzi ule uliweza kuibwa, kitu ambacho kiliweza kufanya yeye akapoteza uchaguzi huo. Bwana Johana Ng'eno alipokuwa hai mwaka huu, mwaka 2026, alikuwa anafanya kazi katika kamati ya housing. Yeye ndiye alikuwa anasimamia kamati ya housing. Sasa ni taarifa ambazo zinahuzunisha sana, kwa sababu tunaelezwa kwamba ndege hii unajua ilikuwa imetumiwa sana na waheshimiwa, ikiwemo mheshimiwa ambaye ni waziri wa usalama wa ndani bwana Kipchumba Murkomen alikuwa amewahi tumia hii ndege. Lakini kuna kauli ambayo Gachagua ameweza kuitoa, mpenzi mtazamaji. Kuna kauli ambayo Gachagua ameweza kuitoa kwamba anaitisha uchunguzi wa haraka kuhusu kifo hichi ambacho kimeweza kutokea chake Johana Ng'eno. Kulingana na Gachagua, anasema kwamba huenda kifo hichi si cha kawaida, kwa sababu Ng'eno amekuwa ni kingpin chipkizi katika eneo la Rift Valley na amekuwa ni mtetezi wa wanyonge. Nataka niweze kukuwekea hii kanda ambao Gachagua alikuwa anazungumza, alafu nitakueleza, je, huyu mbunge bwana Johana Ng'eno alikuwa ni mtetezi wa wanyonge kivipi? Tumepata habari ya kwamba mjumbe
wa Emukil pale Kipsigis, Johana Ngeno ameaga dunia kwa ajali ya helikopta. Sisi tunataka kuuliza uchunguzi kamili, kwa sababu tunajua huyo kiongozi amekuwa na pingamizi kali pale kwa Kipsigis, kwa sababu amekuwa kingpin ya wa Kipsigis. We want to call for a very thorough investigation into the helicopter crash that has killed the Honorable Johana Ngeno. Situmetuma rambirambi. Tunataka 1 minute of silence in honor of the Honorable Johana Ngeno, mjumbe wa pale Emukil. Asanteni sana. Thank you sana Nyahururu. Mungu awabariki. Asanteni sana. Wala ambao mpenzi mtazamaji waliweza kuaga naye pamoja walikuwa ni vijana chipkizi, yani watoto. Na huyu mbunge alikuwa anapenda watu, na nimekueleza kwamba alikuwa ni mbunge ambaye ni mtetezi wa wanyonge. Alikuwa anatetea watu wake wa Emurua Dikir. Mbona ameweza kuitwa mtetezi wa wanyonge? Mnakumbuka mwaka uliopita palitokea na shambulio la maafisa wa GSU ambao waliweza kushambulia wananchi ambao walikuwa wanajaribu kuingia katika shamba la Angata Barikoi ambalo linakisiwa kwamba limenyakuliwa na William Ruto wakishirikiana na seneta wa kaunti ya Kericho Aaron Cheruiyot, kwa sababu shamba ambalo linalindwa na GSU, General Service Unit, hilo shamba ni la mtu mashuhuri, kwa sababu rais mali yake yanachungwa, rais yeyote mali yake yanachungwa na maafisa wa polisi ambao ni wa kitengo cha GSU. Sasa wale wananchi walipokuwa najaribu kutafuta shamba lao, mpenzi mtazamaji, waliingia kwenye lile shamba la Angata Barikoi, lakini polisi waliweza kuwaua. Na kitu ambacho kilifanya huyu mbunge Ngeno Johana Kipyegon akakasirika, akaenda akakonfront, akazomea maafisa wa polisi ni kwa nini walikuwa wanaua raia ambao hawakukuwa na hatia yoyote, waliokuwa wanatafuta haki yao ya mashamba yao. Hatujui mahala ambapo kesi hili ilikuja ikaenda ya Angata Barikoi, kwa sababu wakati ule tuliona wakijaribu kutatua ile shida, mpaka tukaona Ngeno kwa mara ya kwanza wakasalimiana na Aaron Cheruiyot, kwa sababu hao watu walikuwa ni mahasimu. Kila mmoja alikuwa anataka kukua kingpin wa eneo la Rift Valley. Sasa ni jambo la kusikitisha, na ndio maana Gachagua ameweza kusema kwamba lazima uchunguzi wa ndani uweze kufanyika ili uweze kubaini iwapo kifo hichi cha ndege kilikuwa ni cha kawaida au huenda kilikuwa influenced na mtu fulani. Wewe, why are you killing people? Why are you killing people? Kazi ya nini? Why are you killing people? Mnataka nini hapa? What do you want here? Why are you killing people? Mbona mnaua watu? Simama kwanza wewe. Why are you killing people? Why? How many people have you killed? Why are you killing people? Nani mkubwa wenu? Nani mkubwa wenu? Wewe, nakuongelesha. Who's your boss? Yaani nyinyi, wewe ndio mkubwa. Ndugu yangu ni wapi sasa? Mkubwa wenu wako wapi?
Anaangalia mheshimiwa namna gani? Anaangalia mheshimiwa namna gani? 7 people are dead and he's talking to me like ameua nyani. Watu 5 sasa wako chini. As if mumeua nyani. Ni nini mnataka hivi? Hapo nezo uharibiki. Kubwa jini ndio video. Kubwa jini uharibiki wako malafu mtende watu watu wetu maiti inafyekwa alafu tena serikali inaua. DC ndio mwanangu. DC ndio ameua ngata hii. Hata watu wetu pia wako hapa ndani. Huyu alikuwa na half jacket. Alikuwa nani? Alikuwa askari ya nani? Muliwahi ona yeye hapa? Hawa ni mamluki ambayo walikuwa haya kuja kuua watu hapa. Hata magari yenye ilikuwa hapa. Kuna magari yenye hatujawahi ona Kenya hii. And it's unfortunate hizo magari zilichomwa. We would have wished tujue hizi number plates ya hizo gari ni registered under who. Watoto sasa hawaendi shule sababu wale watu walivu watu 3 walikuja kupika watu risasi, alisababisha shule kufungwa. Kwa sababu unapenda sisi. William Samoei Ruto, waje nikwambie, mapenzi hatutaki. Mapenzi pelekea bibi yako. Ambia William Samoei mapenzi yapelekea nani? Sisi watu ya Narok tuko na Mwenyezi Mungu ambaye ako juu. Anatuchunga na anatupenda. Juzi bibi yako alikuwa anaomba makanisani mpaka anapiga magoti. Hata Mwenyezi Mungu amrehemu. Akiomba leo, kesho unafanya dhambi nyingine. Akiomba kesho unafanya dhambi nyingine. Kwa nini unafanyika kazi ngumu bibi yako? Kwa nini hata wewe usihurumie bibi yako? Anakuombea kila siku. Hata mpaka mimi mwenyewe nahurumia yeye, sijui hata naambia yeye. Nilikuwa nimeandikia yeye SMS ratio. Hii bwana yako hii, afadhali waachane naye mpaka kura iishe ndio mrudiane. Hii atakupeleka motoni. Vile huyu mbunge Johana Ngeno, mpenzi mtazamaji, alikuwa ni mtetezi vile wa wanamuziki. Ukiuliza ndugu zetu kutoka eneo la Bomet, Rift Valley vile at large, bwana Johana Ngeno ameweza kuandaa tamasha mbalimbali za kutunuku wasanii kwa kazi yao ambao walikuwa naifanya ya utunzi wa nyimbo. Mpaka ninakumbuka kuna msanii mwenye anaitwa Second Junior ambaye aliweza kumtungia wimbo kipindi kimoja, na kuomba uweze kuangalia tamasha ya mwisho ambayo bwana Johana Ngeno aliweza kuonekana. Ilikuwa ni upande wa Endebess, upande wa Trans Nzoia, kabla ya kisa hichi kuweza kutokea, na ilikuwa ni leo tu. Alikuwa kwenye tamasha ya mziki tu upande wa Emurua Dikir, yani upande wa Endebess Trans Nzoia, kabla ya kuabiri ndege. Kumbuka kwamba asubuhi alikuwa ametoka upande wa Mara River akaelekea upande wa Endebess, na kutoka Endebess ndiye aliabiri ndege kurejea Nairobi, lakini ikaweza kuanguka upande wa Nandi kipindi ambapo waliweza kupata ajali. Kwa hivyo ingekuwa ni vizuri uchunguzi wa haraka kuweza kufanyika, angalau kile ambacho kiliweza kudhibiti ama kile ambacho kiliweza kufanya maafa yake kufanyika kiweze kubainika. Seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei pamoja na mbunge wa Tinderet Julius Meli waliweza kufika katika mahala pa tukio wakiwa wameandamana na maafisa wa DCI kipindi ambapo uchunguzi umeanza rasmi ili kuweza kuhakikisha kwamba kilichosababisha maafa yake
kinatambuliwa. Tunaelezwa kwamba maafisa wa polisi wameweza kuanzisha mchakato wa kusindikiza miili yao kuelekea upande wa Moi Teaching and Referral Hospital morgue baada ya kuweza kuifanyia ukaguzi. Ni hayo, tunatuma pole kwa familia, marafiki, wasanii wote wa kutoka eneo la Rift Valley, kwa sababu unaelewa huyu alikuwa ni mtu wa wasanii. Vile vile kwa mashabiki zangu wote wa eneo la Rift Valley, mtio missing, pole sana.